kuwepo na maridhiano. Na nyinyi mtakuwa ni mashahidi wakati kiongozi wa nchi anatoa hotuba yake ya mwanzo akiwa analihutubia bunge, miongoni mwa mambo aliyoyazungumza ni kufanya mchakato wa haraka katika kufanya maridhiano. Lakini jambo la pili, tulizungumza kuhusiana na wale ambao waliopata kesi mbalimbali baada ya uchaguzi. Basi ipo haja ya kuweza kuziangalia kesi hizo, na wale ambao inaonekana walikuwa hawana hatia waweze kuachiwa, na wale ambao wana kesi za kisiasa waweze kuachiwa. Hili nalo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kiongozi wa nchi alipokuwa amesimama aliweza kulizungumzia na limeanza kufanywa kazi. Lakini jambo lingine la tatu, tulizungumza kuhusiana na serikali iwafariji raia wake kutokana na yale ambayo yaliyotokea, kwa sababu wako baadhi ya watu walifariki ambao walikuwa hawana hatia. Na walillahi alhamdu, sote tunajua kwamba kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu, comforter in chief, mfariji mkuu katika nchi yetu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tulipokuwa tumesikiliza hotuba yake, tuliweza kusikia namna gani alivyoweza kutoa pole na kuwafariji wale wote ambao waliopatwa na mitihani mbalimbali katika vurugu ambazo zimetokea katika nchi yetu. Lakini pia tumezungumzia kuhusiana na ndugu zetu ambao wamepoteza mali. Tunajua kuna watu wamepoteza mali zao nyingi sana katika machafuko yaliyotokea. Nao pia kiongozi wa nchi ametoa tamko akiwafariji wale ambao waliopoteza mali zao. Lakini pia tulitoa mapendekezo ama tulishauri kwamba viongozi wa dini wapunguze kutoa waraka, kwa sababu waraka hizo zinachochea mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakapelekea mgongano huu wa kifikra ukatoa taswira kana kwamba vile kuna mgogoro wa kidini. Kwa hiyo ni vyema viongozi wa dini wakaacha kutoa matamko mbalimbali. Kwa hiyo haya yote ambayo tuliyazungumza katika wiki iliyopita, walillahi alhamdu, yamefanyiwa kazi na mengine yapo katika kufanyiwa kazi. Sasa leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunahitaji kuelezea somo au mada inayosema kalimatul haqqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini ndani yake kuna batil. Kalimatul haqqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini ndani yake kuna batili iliyojificha ndani yake. Kwa nini tunasema kalimatul haqqi urida biha batil? Kwa nini neno linaweza kuwa la haki lakini ndani yake kukawa na batili ndani yake? Mgongano wa kimawazo uliotokea siku mbili hizi tatu ni mgongano wa baina ya watu wakiwa wanavutana kwamba huyu anasema amani, huyu anasema haki, huyu anasema amani kwanza, mwingine anasema haki kwanza. Umetokea mgongano huu wa kifikra hapa katikati, kila mmoja akiwa anasema namna anavyojua yeye. Tayib, sio kitu kibaya watu kugongana kifikra, lakini sisi tunataka tujaribu kutazama kwamba hii haki ambayo tunaizungumzia, ni haki ya aina gani? Kimsingi tunakubaliana kwamba haki ni hitajio la kila mwanadamu. Zipo haki nyingi sana, lakini kimsingi haki ni hitajio la kila mwanadamu. Lakini hofu yangu ni kwamba inawezekana katika tamko hili la haki ambalo watu wengi wanalipigia makelele kwamba haki, lakini inawezekana kwenye tamko hili la haki ndani yake kukawa na batili. Kalimatul haqqi urida biha batil. Inawezekana ikawa kweli tamko ni la haki kwamba watu wanapigania haki, lakini inawezekana kwenye tamko hili ndani yake kukawa na batili. Inaweza ikawa wewe unasema kwamba haki, wewe una nia ya dhati ya kuzungumzia haki, lakini kuna mwingine
ana agenda yake, anapitia kwenye njia ya haki. Hapo ndipo kwenye shida inapokuja hapo. Wewe ukizungumza unazungumzia uhalisia wa haki yenyewe, upo sahihi kabisa, lakini kuna mwingine kupitia neno haki anapitisha agenda yake kwenye neno haki. Ndio nikasema kalimatul haqi urida biha batil. Neno ukilitazama nje limebeba taswira au muonekano wa haki, lakini kumbe kwenye neno haki ndani yake kuna batili. Kwa lugha nyepesi ni kwamba unaweza ukamuona nje mtu amevaa ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni chui. Ukimtazama ukasema mbona kama kondoo, kumbe ndani ni chui. Mfano wake ni sawa sawa na mtu anahubiri haki haki haki, kumbe ndani ya haki ana agenda yake nyingine. Sasa nikasema hili ipo haja ya kuja kulizungumzia ili tuwekane sawa, kuweza kujua tunapozungumzia haki tunazungumzia kitu cha aina gani, kwa sababu hata wale ambao hawaitakii mema nchi yetu, hata wale ambao ni maadui wa nchi yetu, nao pia wamepita kwenye agenda ya haki. Unaona ubaya wake unapokuja hapo? Yaani mpaka wale ambao ni maadui wa nchi yetu nao pia wamepitia kwenye agenda ya haki. Yaani wanajifanya wanadai haki, kumbe ndani ya ile haki wanayoidai wana agenda yao nyingine. Hapa ndipo mashaka yanapokuja. Sasa ipo haja ya kupambanua baadhi ya mambo tuelewe. Unapokuwa na wewe unadai haki uelewe, usije ukawa unaingia kwenye kopi au kwenye agenda ya watu ambao wameivisha agenda yao neno haki, kumbe wana jambo lao lingine nyuma ya pazia. Na kimsingi ni kwamba kila mwanadamu ana wajibu au ana haki ya kudai haki yake ya msingi ambayo anaona hii ni haki yake. Kila mmoja ana uhalali wa kufanya hivyo, hakuna anayekataa katika hilo. Kila mmoja ana uhalali wa kufanya hivyo. Unajua mvutano unakuja baina ya ideology hizi mbili, kati ya amani na haki. Kila mmoja ana mtazamo wake katika hili. Tunatofautiana ideology, kila mmoja ana mtazamo wake katika hili. Lakini hofu yangu leo ninayotaka kuizungumzia kwamba wasitokee watu wakapita kwenye neno haki kupenyeza agenda zao kwa watu wengine. Kwa mfano, wako baadhi ya watu ambao walikuwa na agenda yao, agenda yao ilipofeli au yale mambo yao yalipokuwa yamefeli, wakaamua sasa kutafuta ile mob psychology ya watu sasa. Yaani maana yake wakaanza kutafuta sympathy kwa raia. Yaani wananchi wanataka nini? Yaani kutembea na agenda za wananchi. Wananchi wanataka haki haki haki. Kwa hiyo na wao wakaingia kwenye agenda ile ya wananchi kupenyeza agenda zao. Kwa hiyo wakajikuta wamefit in kwenye cloud. Wakajikuta wameingiliana na mawazo ya wananchi, na wao wakawa wanapenyeza agenda zao mule mule, kwa sababu ile agenda yao ya mwanzo imefeli. Unajua haya machafuko yaliyotokea ukiyatazama kwa makini ni machafuko ambayo hayakuja from nowhere. Hapana. Ukiyatazama kwa makini ni machafuko ambayo hayakuja from nowhere. Ni machafuko ambayo yalikuwa planned, yalikuwa imeplaniwa. Isipokuwa watu wengi hawaelewi kwamba haya machafuko watu waliyaplani. Sasa walikuwa na agenda yao. Ile agenda ilipofeli sasa wakabadilisha agenda kwamba haki haki haki, tunadai haki tunadai haki, baada ya agenda ile ya mwanzo kufeli. Lakini kama wangefanikiwa agenda isingekuwa hiyo haki. Lakini baada ya kufeli wamepindua agenda, imekuwa ni haki. Ndio maana nasema kalimatul haqi urida biha batil. Isije kuwa neno ni la haki lakini ndani yake kuna batili imejificha ndani yake. Inahitaji umakini sana hapa kuweza kupambanua ipi haki na ipi batili, ili usije ukajikuta unaimba wimbo wa wale ambao hawaitaki mema nchi yetu. Sasa kabla sijaingia dipu kwenye hii mada ya leo, nianze kuzungumzia kitu kimoja, ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu anasema watilkal ayyamu nudawiluha baina nas. Masiku haya Mwenyezi Mungu huwa anayabadilisha baina ya watu. Yaumul laka wa yaumun alayki. Kuna siku itakuwa ni ya kwako, kuna siku inaweza ikawa sio ya kwako. Yaani kuna siku unaweza ukalala njaa, kuna siku unaweza ukashiba.
Kuna siku unaweza ukapata, kuna siku unaweza ukakosa. Watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Mwenyezi Mungu anayabadilisha haya masiku baina ya watu. Leo hivi, kesho hivi. Leo hivi, kesho hivi. Sasa yale yaliyopita, yale yote yale ni masiku ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka baina ya watu. Mwenyezi Mungu yale ni masiku ameyapitisha kwetu akiwa na lengo maalum, imma tujifunze, imma kuna kitu ametaka kutuonyesha. Watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas. Sasa inapotokezea masiku kama yale yamepita katika maisha yetu, yaliyotokea yakawa yametokea, Mwenyezi Mungu anasemaje? Afa Allahu amma salaf. Tafsiri nyepesi, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Na kila siku ninawaambia kwamba Mwenyezi Mungu huwa hatazami mwanzo au katikati. Mwenyezi Mungu huwa anakuja kutazama mwishoni, mlimalizaje kule mwishoni. Inawezekana kuna mambo kadhaa yakawa yametokea huku nyuma, lakini Mwenyezi Mungu anasema afa Allahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kwa hiyo hata haya ambayo yametokea katika nchi yetu, yale yashapita tayari. Hatuwezi kuendelea kuyajadili yale yaliyopita. Hapana. Afa Allahu amma salaf. Mwenyezi Mungu atazami yale yaliyopita, anakuwa ashasamehe tayari. Anatazama kule mwishoni, mtamalizaje. Hili ndio jambo la msingi sana la kuweza kuliangalia kwa sasa. Hatuwezi kujadili yale yaliyotokea, yale yashapita tayari. Sasa kuna watu wanajaribu kutaka kuishikilia ile agenda ya yale yaliyopita ili kuweza kuhubiri neno haki, lakini ndani yake kumbe kuna batili imejificha ndani yake. Yale yaliyopita watu wanataka kuyatumia yale yaliyopita ili kuendelea kupenyeza agenda zao, lakini kupitia kivuli cha neno haki. Na mbaya zaidi imefikia hatua mashekhe wamekuwa wanatukanwa sasa hivi kama vile wahubiri haki. Hiki ndio kitu kibaya zaidi, kwamba wanaonekana mashekhe wahubiri haki, kumbe kitu ambacho sio kweli. Sio kweli. Yaani unapozungumzia haki unauzungumzia Uislamu, kwa sababu Uislamu ndio dini iliyokuja kumpa haki yake mwanadamu. Sasa unasemaje mashekhe wahubiri haki? Uislamu umekuja kufundisha namna ya kula, hii ni haki ya mwanadamu. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kuvaa. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kutembea. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kufanya miamala ya kibiashara. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kumheshimu mzazi. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kumheshimu mdogo, namna ya kumheshimu mkubwa. Uislamu umekuja kufundisha namna ya kuongea. Yote haya ni katika miongoni mwa haki za mwanadamu. Kwa hiyo unapozungumzia haki, maana yake unazungumzia Uislamu wenyewe kwa ujumla wake. Lakini imefika mahala sasa hivi mashekhe wanaonekana wahubiri haki. Lakini swali la kujiuliza kwamba unaposema kwamba haki, mashekhe wahubiri haki, haki hiyo haki gani unayoizungumzia ambayo mashekhe hawaisemi? Juzi nilikuwa namuuliza mtu mmoja kuhusiana na habari ya haki kwamba mashekhe bwana, mbona msemi haki nyinyi? Amani tu. Amani. Mbona msemi haki? Nikamuuliza, unaweza kuniambia haki mbili tu ambazo unaona pengine labda kiongozi wa nchi akutekelezei? Haki mbili tu. Yule bwana majibu akawaana. Mwisho wa siku akamwambia, mimi iko chama sikitaki. Nikamwambia kumbe agenda hapo ni chama. Sasa hapo nimekuelewa. Kwa hiyo unaweza ukamuuliza mtu, bwana unasema haki mashekhe hawaisemi. Hebu niambie haki tatu tu ambazo pengine unahisi wewe umenyimwa. Yaani mtu anaweza akakunyima majibu ya swali hilo. Lakini kwa sababu na yeye kaingia kwenye agenda ya watu, anahubiri neno haki. Tena imefika hatua kwenye mitandao vijana wa Kiislamu wanawaita mashekhe wao kuwa hawana PhD kwa sababu hawasemi haki. Lakini haelewi kwamba yale maneno wanayosema viongozi wa dini ndio haki yenyewe, kwa sababu Uislamu ni haki. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba watu wanaingia kwenye agenda ya watu kupitia neno haki bila kujua kwamba ndani ya ile haki wanayoihubiri baadhi ya watu ndani yake kuna batili. Solomon Asch, kuna mtu mmoja aitwa Solomon Asch katika nchi ya Marekani, aliwahi kufanya experiment moja maarufu sana inaitwa Solomon Asch experiment. Siku moja alikwenda kuwauliza wanafunzi wake, alikuwa ni profesa anafundisha Solomon Asch. Alikwenda kuwauliza wanafunzi wake darasani. Wale wanafunzi walikuwa 100. Akagawa wanafunzi 15 akawaweka fungu moja,
na wanafunzi 85 akawaweka fungu moja. Kwa hiyo mafungu yakawa mawili, kuna fungu la watu 15 na kuna fungu la watu 85. Solomon Asch akaona hii theory yangu itakuwa siwezi kukamilisha hii experiment yangu, akaamua kugawa na fungu la 3. Kwa hiyo katika watu 85 kuna watu 5 akawaweka pembeni. Kwa hiyo kukawa na mafungu matatu, kuna fungu la watu 5, watu 80 na watu 15. Solomon Asch akaenda ubaoni akachora mistari mitatu. Alipochora mistari mitatu, mstari wa kwanza namba 1 ulikuwa ni mrefu, alafu mstari namba 2 ukawa mfupi kidogo, alafu mstari namba 3 ukawa ni mfupi zaidi. Solomon Asch akaenda kwenye kundi la kwanza la watu 5, akawaambia sikilizeni, nikiuliza swali ubaoni, mstari gani mrefu kuliko wote, nyinyi semeni hatujui. Solomon Asch anawaambia wanafunzi wake wale 5, fungu dogo kuliko yote, akamwambia semeni sijui. Wale wanafunzi 5 wakachukua kauli ya mwalimu wao kwamba waseme kwamba hatujui. Mistari inaonekana pale, lakini Solomon Asch akawaambia semeni sijui. Alipomaliza akaenda kwenye kundi la watu 80, akawaambia sikilizeni, ule mstari namba 1 ule ndio mrefu zaidi kuliko namba 2, lakini nyinyi shikilieni msimamo wa mstari namba 2 ndio mrefu kuliko namba 1. Mmenielewa? Wanafunzi wakasema tumekuelewa. Kwa hiyo kundi la watu 80 likashikilia msimamo kwamba mstari namba 2 ndio mrefu kuliko namba 1, hali ya kuwa namba 1 ndio mrefu. Alipomaliza akaenda kwenye kundi la watu 15, akawaambia sikilizeni, ule mstari namba 1 ndio mrefu, namba 2 mrefu kidogo wa wastani, namba 3 ndio mfupi zaidi. Nyinyi mnatakiwa mseme pale upi ni mrefu katika mistari ile mitatu. Sawa? Sawa. Akuambia kitu ila akawaambia hivyo. Solomon Asch akaanza somo lake kuwauliza kwamba pale ubaoni mnaviona, anawauliza wale watu 5, mnaviona upi mstari mrefu zaidi? Lile kundi la watu 5 wakasema mwalimu sisi hatujui, hali ya kuwa wanaona pale mbele. Solomon Asch akaishia pale. Akauliza fungu la pili la watu 80, kati ya mstari ile mitatu mnaviona upi mrefu zaidi kati ya yote mitatu? Kundi la watu 80 likasema mstari namba 2 ndio mrefu zaidi kuliko ni mistari yote, hali ya kuwa namba 1 ndio mstari mrefu zaidi. Likashikilia msimamo wake. Solomon Asch akaenda kwenye kundi namba 3, kundi la watu 15, akawauliza kwamba nyinyi mstari gani mrefu kuliko ni yote hapa? Kundi la watu 15 wakasema mstari namba 1 ndio mstari mrefu zaidi kuliko ni mistari yote. Mstari namba 1 ndio mstari mrefu zaidi kuliko ni mistari yote. Kundi la watu 15 walikuwa ni sahihi, kwa sababu namba 1 ndio ulikuwa mstari mrefu kuliko ni yote. Lakini Solomon Asch akawauliza tena kundi la watu 80, nyie mnasemaje? Wakaendelea kushikilia msimamo wao ule ule kwamba namba 2 ndio mstari mrefu zaidi. Kila alipokuwa anaendelea kuuliza, wakaendelea kushikilia msimamo wao. Kundi la watu 15 wakaanza kujiuliza, au si hatuoni vizuri pale mbele? Inawezekana huu namba 2 ukawa ndio mrefu, pengine si hatuoni vizuri, kumbe wale wako sahihi 15. Mwisho wa siku kilichotokea, kundi la watu 15 likaenda kuungana na kundi la watu 80. Hali ya kuwa wale 15 walikuwa wako sahihi, lakini kwa kuwa wale watu wengi wanasema kwamba namba 2 ndio mstari mrefu, ikabidi kundi la watu 15 wakajiona wanakosea, wakaenda kwenye kundi la watu 80. Solomon Asch baada ya hapo akagundua theory 2. Kwenye hii experiment yake akagundua theory 2. Akasema nimegundua wanadamu ilivyo katika maisha yao, kuna kitu kinaitwa normative influence na informative influence. Yaani kuna watu wanafanya mambo kwa sababu wamesikia fulani amesema, au kundi la watu fulani wamesema. Kwa hiyo na wao wanaingia kwenye mkumbo wa kusema yale maneno kwa sababu kuna kundi kubwa la watu linasema hivyo. Hii inaitwa ni informative influence. Na kuna binadamu wako hivyo, yaani wenyewe huwa wanaongea vitu ambavyo watu wengi wanasema na wao ndio wanasema. Lakini ukienda kumuuliza, hebu nipo ukweli wa hili jambo, maskini ya Mungu hajui. Lakini kwa kuwa kaona watu wengi wanaongea, na yeye anafuata mkumbo ule ule.
Alafu kuna watu wengine wanafanya vitu kwa sababu wameona kundi la watu wengi wanafanya. Ndio unaweza kuona baadhi ya watu wanaingia kwenye kuandamana, maskini ya Mungu wala asijue kama lile ni tatizo, anaifuata mkumbo tu, anaingia naye kwenda kuandamana kwa sababu ameona kundi la watu linafanya. Kwa hiyo wanadamu wanakuwa hapo kwenye mafungu mawili. Kuna watu wanafuata mkumbo kwa sababu kuna watu wengi wanasema, na kuna watu wanafuata mkumbo kwa sababu kuna watu wanafanya. Sasa mwanadamu inataka uwe makini, usije ukawa unafuata mkumbo kwa sababu ya watu wengi wanasema. Sasa hata ukichunguza kwa makini, ili neno haki ambalo watu wanalihubiri, ukiingia kwenye mitandao sasa hivi, ukienda mahala, mpaka mashehe sasa hivi watu wanatuhumiwa mashehe kwamba wanachukua mzigo, hawahubiri amani, wala wanazungumza amani, hawahubiri haki. Ukiuliza ni nini? Hebu niambie haki gani? Mtu majibu hana. Utagundua kabisa kwamba kuna sehemu anafuata ideology fulani anaifuata bila ya kujua kwamba mule ndani ya haki inawezekana kuna batili imejificha ndani yake. Sasa ni vizuri kujua unaposema haki, ujue unazungumzia haki gani unayoitaka. Yaani unapozungumzia haki lazima ujue kwamba ni haki gani unayoitaka. Kwa mfano, kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, Sheikh, sisi tunataka katiba mpya. Sawa, ni haki katiba mpya, lakini je, unaweza ukaniambia kwenye katiba mpya unataka kitu gani na kitu gani kiwepo, au kuna kitu gani ni kibaya kwenye katiba mpya? Inawezekana mtu ukamwambia hata ibara ndogo tu ya kwanza mtu asikwambie inasemaje ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini anakuambia nataka katiba ibadilishwe. Hebu niambie vifungu vitatu nataka vibadilishwe. Maskini ya Mungu, mtu majibu. Kwa hiyo unagundua kwamba huyu ametekwa na kundi la informative influence, kwa sababu kuna watu wengi wanaongea kitu fulani na yeye anafuata mkumbo kwa sababu kuna watu wengi wanaongea kitu kile. Kwa hiyo ni vizuri unapozungumzia haki ujue unataka haki gani. Ni vizuri sana kulijua hilo. Mimi binafsi yangu sipingi haki, nakubaliana, lakini ni vyema ukawa specific kwamba unataka haki gani unayoiona wewe unanyimwa, ili sasa yule unayemdai haki ajue kwamba huyu namnyima haki hii na hii na hii na hii. Sio kama mtakuwa mnanielewa. Yaani hata unapoingia barabarani, unapoenda kuandamana, uwe na bango unaeleza kwamba kuna haki yangu fulani mimi nimenyimwa. Sasa unapoingia barabarani kisha ukauna bango wala ujulikani haki gani umenyimwa, unakwenda kuchoma vituo vya mwendo kasi, unatuharibia kodi zetu, au unakwenda kuvunja vituo vya polisi, wezi wanaongezeka mtaani sasa hivi, au unakwenda kuvunja maduka ya watu kwa kigezo kama unadai haki. Haki gani unayodai? Lazima uwe specific, ueleze kwamba unataka haki gani. Mimi nakubaliana na wanaodai haki, lakini pointi yangu ya msingi, hebu tuwe specific. Tunadai haki gani? Ili yule tunayemdai yule aweze kutekelezea haki hiyo. Kalimatul haqi urida biha batil. Inawezekana neno hili haki ambalo watu wanalizungumza, lakini ndani yake kuna batili imejificha. Usiwe mtu wa kufuata mkumbo. Sasa unapotaka kujenga hoja, hebu kuwa na hoja zilizokuwa thabiti, madhubuti. Hata ukiulizwa sasa hivi uwe na hoja zilizoshiba. Haki gani? Kwa mfano, maana mimi nakuaga mwazi. Kwa mfano, mtu anazungumzia watu wanatekwa. Sawa, mimi nakubaliana na jambo hilo. Lakini tujiulize, hii issue ya kutekwa ilianza wakati huu? Mbona ilikuwepo tangu enzi ya mjomba? Mbona ule wakati wa mjomba watu hawakuingia kuandamana, kwenda kuvunja maduka ya watu na vituo vya mwendo kasi mpaka watu wanakufa? Kwani hii system ya watu kutekwa ilianza lini? Si watu walikuwa wameanza kutoka wakati? Mbona wakati ule watu walikuwa kimya? Kalimatul haqi urida biha batil. Isije kuwa neno haki hili linazungumzwa mbele lakini ndani yake kuna batili imejificha. Yaani lazima tuwe makini katika hili. Isije kuwa tunahubiriwa neno haki lakini kumbe watu wana agenda yao ndani ya haki inayohubiriwa. Ila sasa wanajaribu kutafuta sympathy ya raia, kutengeneza mob psychology ya raia ili waungwe mkono, ili na wao wapenye na agenda yao. Ni vizuri sana kuwa makini. Kalimatul haqi urida biha batil. Isije kuwa neno haki ndani yake kuna batili imejificha ndani yake. Ili jambo la kwanza. Lakini wakati naendelea mbele kuingia dipu kwenye mada hii kuzungumzia kalimatul haqi urida biha batil, ndugu zangu, nchi yetu ina maadui wengi sana. Inawezekana mkawa hamjui, lakini mimi leo nitawaambia.
Nitawaambia wazi kwamba nchi yetu ina maadui wengi sana, ndani na nje. Ndio maana mkiona mashekhe wanahubiri amani, sio wajinga, na msikubali mashekhe wenu wakawa wanaitwa eti hawana PhD. Sio kweli, kwa sababu hata hao wanaoitwa wana PhD, wana degree za theology, ni mambo ya elimu ya dini, theolojia, wamesoma theolojia. Na mashekhe zenu wamesoma elimu za dini, wana degree za theolojia. Kama ni masters za dini, mashekhe zenu wanazo. Kwa hiyo mtu asije na propaganda eti kwamba mashekhe wetu bwana hawajasoma. Mnaaminishwa na nyinyi kwa mashekhe wenu hawajasoma eti kwa kuwa wasemi neno haki, na watu wanaamini kwa mashekhe wao hawakusoma. Sio kweli. Mnajaribu kutengenezewa fikra muonyeshe viongozi wenu wa dini hawakusoma, which is not true. Ukiangalia hao wanaoitwa wamesoma, zile degree zao ni za mambo za theolojia. Sasa fuatilia mashekhe zenu na wao, je, wana hizo degree za mambo ya theolojia? Siku hizi sheria ya nchi ilivyo, uwezi kuwa kiongozi wa dini, uwezi kuwa imamu, ni lazima uwe na cheti ulichosoma katika chuo kinachotambulika. Kwa mfano mimi si imamu hapa, yani siwezi kuwa imamu, lazima niwe na cheti nimesoma katika chuo kinachotambulika. Sasa mtu anapotokea anaposema kwamba mashekhe wetu hawana degree, bwana, unataka degree ya aina gani? Au mnaaminishwa kwa mashekhe wenu hawakusoma na nyinyi mnaamini? Sasa lazima mtambue kwamba nchi ina maadui wa ndani na nje. Maadui wa nje ni wepi? Sasa hivi ukifuatilia katika media mbalimbali za East Africa na hasa Kenya, agenda iliyokuwepo sasa hivi ni kuprovoke. Agenda iliyokuwepo hivi sasa ni kuzungumza mabaya ya Tanzania. Media zote za Kenya, sawa, tunahubiri haki jamani, haki. Kweli Wakenya wamekuwa ni wema kiwango hiko kwetu? Tuwe wawazi, tuzungumze ya mambo ndugu zangu Waislamu. Wakenya leo wamekuwa ndio wanatuonea huruma sana, sie kwamba imefika mahala vyombo vyao vya habari wanaripoti habari za Tanzania tu. Wakati wao Gen Z waliingia wakauana kule, waliuana makabila wa Kikuyu na Watusi. Hatukuona media za Tanzania zilikuwa zinaingilia habari za Kenya. Juzi Gen Z wameandamana, wameuana huko. Hatukuona media za Tanzania zilikuwa zinaingilia. Mbona hawa ya kwetu wamekuwa ndio kipaumbele? Kuna nini? Kalimatul haqqi urida biha batil. Inawezekana neno haki, lakini ndani yake kuna batil ikawa imejificha ndani yake. Sasa niwaambie, katika miongoni mwa watu ambao ni maadui wa Tanzania, moja wapo ni Kenya. Kenya ni mshindani wetu sisi kiuchumi, ni threat ambaye sisi tunashindana naye kwenye uchumi. Kamwe never ever hawezi kuitakia mema nchi yetu. Wakenya kamwe hawawezi kuitakia mema nchi yetu, whether utakubali au utakataa, hawawezi kuitakia mema nchi yetu. Na ni katika maadui ambao tunapambana nao katika mambo ya kiuchumi. Nitakwambia kwa nini. Sasa hivi watalii hamna Zanzibar, watalii wamekata. Watalii wanakuja wakati mwingine wanashukia Kia au uwanja wa Mwalimu Nyerere, wanakuja hapa wanafanya utalii, wanakwenda Zanzibar. Sasa hivi tunavyozungumza watalii Zanzibar wamekata. Kwa nini? Habari zinazoenezwa huko duniani kwamba Tanzania hakuna amani, watu wanakufa. Hakuna mtalii anayeweza kuja hapa. Hii ni sabotage inafanyika ya wazi. Watanzania wengi hawalijui na Waislamu wengi hawalijui. Ndio maana wakati fulani tunalazimika kuongea, kuwazindua watu wetu waelewe. Tunapohubiri neno haki, tunataka haki, sawa, mimi nakubaliana na nyinyi, lakini kalimatul haqqi urida biha batil. Ili neno haki ndani yake kuna batili imejificha. Inawezekana nyinyi wenzetu hamna information nyingi. Sisi ambao ni viongozi wa dini tunapata information, tunaambiwa nini kinaendelea. Tunajaribu kuwa brainwash watu wetu muelewe, lakini nafika mahala mpaka watu wetu wanatukataa. Bwana nyinyi mashehe mnahubiri amani, mbona mhubiri haki bwana? Mbona mhubiri haki? Tunahubiri haki, tunaitaka haki. Lakini je, hilo neno haki mnajua kama kuna batili ndani yake imejificha?
Sasa Kenya ni katika miongoni mwa watu wanaofanya sabotage ya nchi hii kwa sasa hivi kupitia hiki wanachokiita, na hizi chokochoko hazikuanza leo. Yani hapa imepatikana sababu tu, ndio maana mnaona media zinaripoti mambo ya ajabu ajabu. Ajabu ni kwamba media za Kenya ndio zinatumika kurusha mambo ya ajabu ajabu huko duniani. Media za Kenya ndio zinatumika. Sasa ukitazama kwa makini unaona kabisa kwamba ni watu ambao walikuwa na agenda wanaitafuta. Leo watalii hakuna Zanzibar, na Zanzibar pato lake la taifa Zanzibar inategemea kwenye utalii. Maana yake utalii ukiwa hakuna, fedha ya kigeni haiwezi kuingia Zanzibar. Hiyo ni shida tayari imeingia. Maana yake tayari maadui wamepata nafasi ya kupenetrate, wameingia na wanafanya sabotage kwenye uchumi wa nchi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Kenya tuna ushindani nao kwenye issue za utalii. Nyinyi mnajua mlima Kilimanjaro upo Tanzania na Kenya. Mnajua Masai Mara ipo Kenya. Mnajua Serengeti mbuga tumeshare na Kenya. Watalii wakija huku maana yake pato la taifa linakuwa kubwa zaidi. Wakenya wakati mwingine tunawazidi katika sekta ya utalii. Leo watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Kwa sababu gani? Wanahubiri kwamba Tanzania hakuna amani. Wanachukua video clip wanazirusha huko duniani. Watalii hawawezi kuja. Tunaoathirika ni sisi raia wa Tanzania. Ndio maana juzi rais wa nchi anaongea kwa huruma, maskini ya Mungu. Mimi nilikuwa namtazama mpaka nilikuwa namuonea huruma. Alikuwa anaongea anasema, jamani tujiandae kupigana na uchumi wetu kwa vyanzo vya ndani vya kiuchumi, vyanzo vya ndani vya uchumi. Kwa sababu tayari tumeshaharibiwa huko nje. Ni nani anayetuharibia? Manake kuna kundi maalum linapeleka habari ambazo wakati mwingine sio za sawa sawa. Lengo ni kuchafua ule urafiki na wale watalii wasiweze kuingia ndani ya nchi. Sasa mmoja wa washindani wetu ni Kenya, East Africa. Kwenye sekta ya utalii ni Kenya. Hawezi kututakia mema Kenya, abadan. Hawezi kututakia mema. Kwa hiyo sasa hivi watalii hawaji Tanzania, wanakwenda Kenya. Msio watu wepesi tu mnapohubiriwa mambo kwenye kuiharibu nchi yenu, mtu mnaongea maneno hivi na hivi na hivi mkadhani kwamba wanawatakia mema. Hapana. Hapana. Hawawezi kuwatakia mema wale hata kidogo. Wale ni washindani wetu kwenye uchumi. Na katika nchi inayokuwa kwa kasi East Africa kwenye uchumi ni Tanzania. Wale wanaitazama katika jicho la tatu. Ndio maana unaona walipoingia wale vijana kufanya vurugu ile tarehe 29, sehemu ambazo zilikuwa ni strategic ilikuwa ni kwenye miundombinu. Sehemu ambazo zilikuwa ni za kimkakati ni kuja kufanya sabotage kwenye miundombinu. Kulikuwa na sababu gani kuchoma vituo vya mwendo kasi? Hebu nyinyi nisaidieni. Sawa, tunaandamana kutafuta haki. Haya, vituo vya mwendo kasi vinahusiana. Haya, tumechoma, tumemaliza. Sasa hivi kule Kimara hakuna mabasi ya mwendo kasi. Sasa ukifuatilia kwa makini ni kwamba watu walikuwa wana agenda maalum kuja kufanya sabotage ya kiuchumi katika nchi. Leo anatokea mtu ana support, anaona jambo la sawa sawa. Sio sawa. Sio sawa. Mimi si support kwamba watu walivyokufa sawa sawa, ila si support pia kilichofanywa. Ile ni sabotage ya kiuchumi. Fedha za kwetu zimetumika kujenga miundombinu. Sasa inakuwaje inakwenda kuharibiwa kisha watu wakasema mbona amehubiri haki? Mbona amehubiri haki? Haki inadaiwa vile. Sasa ile ni mipango ya watu kuharibu miundombinu, kuharibu uchumi wa nchi. Leo badala ya kuwaza vitu vingine tunaanza kuwaza kujenga vituo vya mwendokasi upya. Badala ya kuanza kutengeneza uchumi wa nchi tunaanza kuwaza sasa kujenga vituo vya polisi. Badala ya kuwaza kuna watu walikopa mikopo benki, leo wanawaza watarejesha vipi maduka yao yameibiwa. Tunarudishwa nyuma kiuchumi. Leo watalii hawapo katika nchi. Hakuna mtalii anayekuja kupanda mlima Kilimanjaro kwa sababu anaambiwa Tanzania watu wanakufa. Kwa hiyo kuna maadui waliokuwa nje ya Tanzania wanafanya mambo kuweza kufanya sabotage ya kiuchumi. Ili lazima mlitambue. Tunaonekana sisi mashehe wajinga. Tunaonekana kwamba sisi tumekuwa chawa. Tunaonekana kwamba hatuongei haki. Haki tunaisema. Dini yetu ni ya haki. Uislamu ni wa haki. Lakini lazima mjue kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini ndani yake kuna batili imejificha. Sasa tunawafungueni akili ili mjue kuna batili gani imejificha kwenye haki. Ili mkisikia mashehe wakiwa jamani amani, amani, mjue kwa nini hawa mashehe wanahubiri amani.
Masheke huwa hawahubiri neno amani kila mkisikia kemshe amani amani amani. Kuna vitu vipo. Ukiachana na hayo, leo Tanzania, pato letu la taifa linachangiwa kwa kiwango kikubwa sana na bandari yetu. Yaani ukizungumzia lango la uchumi la taifa la Tanzania, unazungumzia bandari ya Tanzania. Na mizigo mingi ya Kongo, Zambia inapitia katika bandari ya Tanzania. Tunakubaliana hivyo. Rwanda inapitia katika bandari ya Tanzania. Ni nchi ambazo zinategemea bandari ya Tanzania. Ajabu iliyopo ni kwamba Tanzania inakaribia kuingia mkataba na China kufufua reli ya Tazara, na mkataba almost wa dola bilioni 1, almost trilioni 2, na kuifufua reli ya Tazara ili kuweza kusupply mizigo katika nchi ya Zambia kwenda Kongo na baadhi ya nchi nyingine. Reli ya Tazara inafika kote huko. Lakini niwakumbushe ya kwamba Angola nao wana reli ambayo inafika mpaka Kongo. Wana reli ambayo inafika mpaka Kongo, na Angola nao wana mpango wa kutaka kuifufua reli yao yenye thamani ya dola milioni 555 ambayo inakwenda mpaka Kongo. Wale wakiifufua, manake mizigo ya Kongo itakuwa inapita Angola kuingia Kongo, haipiti tena Tanzania. Mnanielewa? Kwa maana yake Tanzania inapigwa vita katika mazingira ambayo watu wengi hawajui. Bomba la mafuta la Hoima, mnajua bomba la mafuta la Tanga la Hoima kuelekea Uganda. Bomba lile lilikuwa lijengwe katika bandari, kutoka bandari ya Mombasa. Lakini dili ile Tanzania wakafanikiwa kuichukua. Limejengwa hapa, na ni katika miongoni mwa mradi ambao unaingiza billions of money katika nchi ya Tanzania. Wakenya hawawezi kupenda hilo. Hivi mnaelewa au tunawafungulia hizi kodi mnatuona chawa? Wakenya hawawezi kulipenda hilo kamwe, abadan, kwa sababu ni washindani wetu kwenye ishu za kiuchumi. Ndio maana leo unaona imefika mahala Wakenya wanaandamana eti wanataka mipaka ya Tanzania ifungwe. Mipaka ya Tanzania ifungwe, Wakenya wanaandamana. Yaani lengo ni kufanya sabotage ya kiuchumi. Hebu jifikirie, jambo ni la Tanzania, Wakenya wanaandamana mipaka ifungwe. Mbona si hatukuandamana wakati wale wa Kikuyu na wale wengine wa Jaluo wanauana? Mbona hatukuandamana? Mbona hatukuandamana wakati Gen Z kule wanafanya fujo wanauana? Mbona hatukuandamana? Mbona hatukusema mipaka ifungwe? Kwa nini wao wanaandamana mipaka ifungwe? Wana nini hawa? Kalimatul haqi urida biha batili. Neno juu ukilitazama ni la haki, lakini ndani kuna batili. Neno ni la haki, lakini ndani yake kuna batili. Sasa pilipili ya shamba, wewe uko huko nje huko, inakuashia nini? Yaani Mkenya anaumia vipi na mambo ya Watanzania? Mbona Watanzania hawaumii na mambo ya Wakenya? Utagundua wazi kwamba kuna agenda ya siri inayoendelea. Sasa dili ya reli ya Tazara ni dili ambayo serikali ya Tanzania imeingia mkataba na serikali ya China. Angola reli yake wameingia mkataba na serikali ya Uingereza. Na Uingereza unapoizungumzia maana yake unazungumzia NATO. NATO maana yake unazungumzia Marekani ndani yake. Na Marekani ni mshirika mkubwa wa Kenya. Na Kenya kuna bezi ya Marekani iko pale. Unadhani ushindani uliokuwepo kati ya China na Marekani wa kiuchumi na kibiashara, unadhani Marekani anaweza akapenda kwa Tanzania imeingia mkataba wa dola bilioni 1 na China kuboresha reli ya Tazara? Na hali ya kuwa kule kuna reli ya Angola Uingereza wameingia mkataba nao. Kuna vitu vingi, kuna haja ya kuwafungua bongo Waislamu ili waelewe kwamba hivi vita ni vikubwa. Msidhani tu kwamba haya mambo mnayaona yamekuja from nowhere. La hasha wakalla. Haya mambo hayakuja from nowhere. Kuna mipango madhubuti watu waliokuwa nayo. Ndio maana unaona wenzetu wako busy na mitandao kueneza habari ambazo sio za kweli. Kwenye propaganda niliwahi kuambia, kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa disinformation. Yaani upewi taarifa sahihi kwenye propaganda. Kilichotokea sicho, unajua taarifa sio. Kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa oversimplification. Swali linakuwa gumu lakini unachojibiwa ni jibu jepesi.
aliendana na swali ambalo umeuliza. Lakini kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa grey propaganda. Yani grey propaganda ni jambo linatengenezwa hivi, ukiliona linakuwa halieleweki, kama jeusi, kama jeupe, yani kama rangi ya grey. Inaitwa ni grey propaganda. Haipo kwenye weusi, haipo kwenye weupe. Kwa hiyo nao wanatengeneza kama vile jambo la haki, lakini kumbe ndani kuna batili imejificha ndani yake. Inataka mtu uwe na akili timamu ndio utajua kwamba ala, kumbe hapa kuna mambo yamejificha ndani yake. Kwa hiyo kwanza tuna adui ambaye yuko nje. Tunaposhiriki kwenye kuibomoa nchi yetu, tutambue ya kwamba tunaungana na maadui wa nje. Nakubaliana na nyinyi kwenye swala la haki, lakini kalimatul haqi urida biha batil. Unapozungumzia haki kuwa makini, kuna watu ndani yake wameweka batili mule. Ndio maana unaona kuna maandamano mengine yameitishwa tarehe 9. Sijui mnanielewa? Yani kuna maandamano mengine yameitishwa tarehe 9. Yale ya mwanzo yale yamefeli yale. Ile propaganda ya mwanzo ile wamefeli. Kwa nini wamefeli? Walikuwa na agenda yao ya siri. Baada ya kufeli na Mwenyezi Mungu kuwaumbua, wameamua kuja na mpango mwingine mkakati wa tarehe 9. Wameamua kuja na mpango mwingine mkakati wa tarehe 9. Mimi niwaulize swali. Sawa, tunadai haki. Sasa ishu ya amani na haki kipi kitangulie? Sawa, tuzungumzie haki. Haya, kwenye kudai haki ndio tuvunje amani? Ndio tuingie barabarani kwenda kuvunja amani? Tunadai haki kwa kuvunja amani? Kama kuna haki tunaidai, tutafute njia za kudai haki, lakini sio kwenye kuvunja amani. Unajua hapa ndipo tunapotofautiana ideology na baadhi ya watu. Sote tunakubaliana tunataka haki, sote, hakuna anaipinga hilo. Lakini issue ni kwamba namna ya kuipata ile haki, uslub, ile approach, namna ya kuiendea ile haki, ndio tunatofautiana hapo. Kuna watu wanataka wavunje amani ndio wapate haki. Si wengine tunasema haiwezekani bwana. Yani mnatoboa jahazi ambapo ndani yake tumo wote. Hilo jambo haliwezekani. Kweli tunataka haki, wote tunataka haki, lakini hatuwezi kuipata haki kwa njia ya kuvunja amani. Tutafute njia nyingine, lakini haiwezekani kuvunja amani ya nchi. Tuitafute haki, lakini sio katika njia ya kuvunja amani. Mimi niliwaeleza moja ya njia ya kutafuta haki katika nchi hii. Niliwaeleza wiki iliyopita na leo narudia. 99.9% raia wa Tanzania ni watu wanaoabudu katika dini mbalimbali. Ni watu wanaoabudu katika dini mbalimbali. Whether atakuwa ni Myahudi au atakuwa ni Muislamu au ni Mkristo au sijui Budha au sijui Muhindu, lakini kuna watu wanaabudu katika dini mbalimbali. Ikiwa tunaamini katika dini, manake tunaamini na viongozi wetu wa dini. Ikiwa tunaamini katika dini, manake tunawaamini viongozi wetu wa dini. Ikiwa tunaona kuna haki tunaitaka, tuwachukueni hawa viongozi wetu wa dini wakae na serikali, kisha wawaeleze, jamani wananchi wetu wanataka 1, 2, 3, 4, 5, 6, turekebishe hapa. Wale viongozi wa dini, kwa sababu tunawaamini wanatuongoza, naamini haki inaweza kupatikana, lakini sio kwenye njia ya kwenda kuvunja amani. Sio kweli. Ndio maana viongozi wa dini msimamo wetu kwamba unakuwa ni amani alafu haki, kwa sababu jahazi la amani ni jahazi ambalo tupo wote. Mkivunja amani tutaathirika wote. Ndio maana wale machafuko yalotokea juzi, walipigwa risasi maskini Mungu mpaka wasiohusika. Mpaka wasiohusika walikuwa wamepigwa risasi. Kwa sababu gani? Pametokea machafuko, mwisho wa siku alokuwemo na asiokuwemo wameingia. Sasa jahazi hili likitoboka hawatozama wale, mpaka sisi tutazama. Ndio maana kila siku tunang'ang'ania, jamani, amani, amani, amani. Tutafute njia mbadala. Kwa hiyo lazima tuwe makini. Kuna maadui wa nje ambao nao hawaitakii mema nchi yetu. Hii ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, kuna maadui wa ndani. Hapa ndani hapa napo kuna maadui hapa wapo. Maadui wa hapa wako wapi? Unajua siku zote nyoka akishaingia chumbani kwako, usijifungie mlango kutaka kumsaka nyoka na mti ndani. Huenda akawa yupo chini ya uvungu atakugonga. Unachotakiwa kufanya ni miminie mafuta taa tu pale ndani. Yule nyoka atatoka mwenyewe, atatoka pale ndani. Mafuta taa miminie. Usiingie ndani ukajifungia mlango, atakuumiza. Miminie mafuta taa.
Sasa inavyoonyesha wale maadui wa ndani, palimiminwa mafuta taa sehemu, mafuta taa kaingia. Yalipoingia wale nyoka wakatoka. Sasa hapo ndipo shida ilipokuja hapo. Hapo ndipo shida ilipoanzia. Kwa sababu haya mnayoyaona leo hayakuanza jana wala juzi, hayakuanza Oktoba 29. Haya ni mambo yalianza nyuma mabwana. Haya ni mambo ukiyafuatilia yalianza nyuma. Mimi nakuwa muwazi kidogo. Huyu rais wa nchi alipoingia, kuna watu katika nchi hii walikuwa wamekimbia. Nyinyi ni mashahidi. Kuna watu katika nchi hii walikuwa wamekimbia nchi. Wamehama kabisa. Mama akawarudisha. Uongo kweli? Walikimbia nchi hii, mama akawarudisha, akawaambia njooni nyumbani tujenge nchi. Huyu mama huyu. Kuna watu katika nchi hii akaunti zao zilifungwa, mama akazifungua. Kuna watu biashara zao watu zilifungwa. Kuna watu walinyang'anywa pesa zao katika nchi hii. Kuna kiongozi mmoja wa nchi wa upinzani katika nchi hii, mpaka mafao yake ya ubunge alinyimwa, mama kampa. Waliokimbia akawarudisha, mama akaifungua nchi. Mpaka ikafika mahala wakawa wanasema mama anaupiga mwingi. Kila mtu, kama mtakuwa mnakumbuka, lakini kila mtu mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi. Wale waliokuwa wapinzani, waliokuwa chama tawala, kila mmoja akawa anamsifia mama. Ilipokuja ishu ya bandari, mama alipoingia ule mkataba, na kuna watu sasa wameminua mafuta taa, wakatoka pale. Ndio shida ilipokuja kuanzia. Rudisheni kumbukumbu nyuma kidogo. Sio kwamba huyu alikuwa mbaya. Kalimatul haqi urida biha batil. Inawezekana kuna watu wanajifanya wanahubiri haki, wanakuja na waraka si haki. Inawezekana kuna batili mule. Mbona mnakuwa wasaulifu ndugu zangu Waislamu? Aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Aliyekuwa anasifiwa leo anakuja kuonekana hafai. Watu wanakuja katiba. Kwani katiba hii jamani si ilianzishwa mchakato huu na Kikwete? Haikufikia tamati. Mbona anakuja kulaumiwa huyu aonekane huyu ndo atendi haki kwa sababu ya katiba? Katiba hii ilianza leo jamani. Utekaji ulianza kwa wakati huu. Mbona mkuandamana wakati ule? Kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki ukilitazama juu, lakini ndani kuna batili. Zindukeni. Sote tunataka haki, sote tunakubaliana tunataka haki. Lakini katika hiyo haki wanayodai baadhi ya watu wana agenda yao. Kwa tusiingie kwenye ile agenda. Tusiingie kwa sababu kuna sehemu wameminywa. Mimi niwakumbushe kidogo, inawezekana nyinyi mmesahau. Sisi hapa tulitaka kujiunga na OIC, Organization of Islamic Countries. Sisi Waislamu wa nchi tulijiunga. Sio haki yetu, inawahusu wao. Mbona walitia figisu si Waislamu tukashindwa kujiunga? Tulikuwa na uwanja wetu pale Chang'ombe, tunataka tujenge chuo kikuu. Tukijiunga OIC tunapata msaada kujenga chuo kikuu, walikubali. Mbona mnakuwa wasaulifu nyinyi Waislamu? Yaani sio kujiunga na Waislamu wenzetu kupata misaada, wao inawauma nini? Mbona walikataa? Tuliingia barabarani. Moja, pili, tulidai mahakama ya kadhi hapa. Ilikwenda wapi? Si yako tusie. Tunahukumiana sie mambo yetu ya Kiislamu, wao inawahusu nini? Mbona walitia mkono wakaikataa? Sasa tunapozungumza haya mambo mtuelewe, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni haki lakini ndani yake kuna batili. Nyie mnaelewa, mmesahau mifumo ya elimu katika nchi ilivyokuwa zamani, namna watoto wa Kiislamu walivyokuwa wanakatwa majina. Walikuwa ni bright kichwani, wako vizuri, lakini hawapelekwa na sekondari, wanafelishwa. Nyie mmesahau. Kina Profesa Kigoma Malima wanapambana mpaka ikawa inasomeka namba, sio majina tena. Mmesahau. Leo Waislamu mmesahau. Mnaungana na agenda ya watu kwamba haki. Kweli haki, lakini kuna batili mule. Watu wanayakwao mule kwenye neno haki. Tunakubaliana haki sawa, lakini mule kuna batili. Kwa jaribuni kupambanua haki ni ipi na batili ni ipi. Leo mmesahau katika nchi hii yalotokea. Mimi niwaulize swali nyinyi Waislamu. Nyinyi mna vyuo vikuu vingapi katika nchi hii?
kimoja Morogoro, na tumekuja kugewa na Mkapa kwa mbinde, kwa huruma. Tuna nini katika nchi? Wana vyuo vikuu 4 wenzetu, vyuo vikuu 4 vya kwao, sekondari 256, primary 146, nursery school most of them ni English medium 240, vocational training centers, vyuo vya kati vya ufundi karibu 16. Nyie mna nini? Si unapokea ruzuku wa serikalini? Nyie mjui memorandum of understanding? Amuijui? Mbona wao wanataka kukalia kuti waliokalia? Badala ya sisi Waislamu ndio twende barabarani tukaandamane, tunanyimwa haki zetu, wao ndio wanaingia barabarani. Sisi ndio wakuingia barabarani. Nyie mmesahau jamani, katika nchi hii kuna wanaharakati wangapi wamefungwa jela katika nchi hii? Wengine mpaka miguu vilema mpaka leo wakipigania haki za Waislamu katika nchi. Mmesahau? Mbona mnakuwa wasaulifu ghafla Waislamu? Mnaingia kwenye agenda ya haki. Wana agenda yao. Mnaaminishwa kwamba mashehe wenu waongee haki, wala ubwabwa hao hawana elimu, na nyinyi mnakubaliana mashehe bwana, nyinyi mnaongea amani, muongee haki. Mmesahau nyinyi, mnaingia kwenye agenda ya wale. Sisi ndio wakudai haki, sio wao. Kwa sababu kuna haki zetu nyingi tumenyimwa katika nchi hii. Mbona watusemi? Nimeenda mbali sana. Mama Samia, miaka yake 4, antajie mtu mmoja kati ya nyinyi katoa milioni ngapi katika misikiti ya Waislamu? Mimi nimehesabu pesa aliyotoa mama makanisani, milioni 100, milioni 50, milioni 200, milioni 100, zimefika almost bilioni 2 alizotoa tu mama. Kaenda kanisa hili katoa milioni 100, kaenda kanisa. Sisi kwa Waislamu katoa ngapi? Mbona nyewe wasaulifu hapa mtamani kaita ngapi mama? Mbona mnajisaulisha haya mambo? Sio ndio wakulalamika, sio wao. Unajua ni ile mtu anakuminya, anakuumiza, alafu akija mtu anafanya nini analia, kanipiga, kumbe yeye anakuumiza. Ndio hii inapotokea sasa hivi. Haki, alafu sio Waislamu ndio tunaumizwa. Hatuna chochote katika nchi hii. Hatuna cha kupoteza katika nchi. Tuna nini sisi Waislamu katika nchi hii? Sasa mnapoona wenzenu wanakwenda mbele haki, waraka mara hivyo waraka, kuna maslahi yao wameminywa, wanayapigania. Nyinyi mnapelekwa kwenda kuungana nao ili na nyinyi msaidie wao wapate maslahi yao, si vinginevyo. Exemption ya kodi katika bandari, wao wenzetu ndio kwa 99.9 wananufaika nayo. Sio Waislamu. Tunaingiza nini katika nchi hii? Tuna nini si hapa? Kuna siku tushawahi kuingiza gari hapa mtambani kwamba jamani hapa ambulance ya taasisi tunataka kukatwa kodi pale, msamaha wa kodi. Kuna mtu alishawahi kufanya hivyo? Sasa wenzetu wana agenda zao, wakishaminywa ndio unaona wanatoka mbele. Nyinyi Waislamu mmesahau kura ya maslahi hapa ya Kikwete ilivyokuwa? Mmesahau kura ya maslahi? Mpaka hapa mtambani kampeni ilikuwa ni kura ya maslahi kwa Kikwete. Mmesahau? Mpaka wapinzani wakaungana. Yaani mpaka wale walikuwa wanapinga serikali wakaungana. Jamani hawa wenzetu wana jambo hawa, watu wakaungana. Mmesahau? Leo anakuja mtu unajua sasa wale kama vile wanaonekana wanaongea ukweli, wanaongea hakuna cha ukweli wanachozungumza wale. Ukiwaona wale wanakuja mbele, ujue maslahi yao yameminywa. Na ukiona hapo kimya, ujue wanakula. Walipokufa watu Mwembe Chai hapa, mliwaona kutoa haraka? Walitoka mbele. Mbona mnasahau? Walipokufa watu Zanzibar, utawala wa Mkapa, walitoa haraka. Mbona mnajisaulisha? Kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki lakini ndani yake kuna batili. Ndio maana tunajitahidi kuwaelezea watu wetu muelewe. Nchi ipo kwenye mapambano na vita, maadui wa nje na ndani. Maadui wa nje na ndani. Kama kulikuwa na mtu anapaswa kudai haki yake kwenye nchi ni sisi Waislamu. Sisi Waislamu ndio watu wa kudai haki katika nchi. Sisi Waislamu, sio wao. Sisi ndio tunajua haki yetu tunaminywa. Ukiniuliza mimi haki gani tunaminywa Waislamu, nitakwambia hata haki 10 zinafika kwenye nchi tunanyimwa. Nitakwambia. Lakini wao
kalimatul haqi urida biha batil. Tuwe makini, nchi ipo kwenye mapambano hivi sasa, vita inapigana, vita vya kiuchumi, maadui wa nje na ndani, na bado sasa hivi kuna mpangilio wa maandamano wa tarehe 9. Kitu kibaya kabisa kinaandaliwa katika nchi, kitu kibaya kabisa. Ni ajabu, itakuwa ni jambo la ajabu iwapo Muislamu atakuwa anaungana na mawazo hayo kwamba watu wengi barabarani kwenda kuandamana eti kudai haki. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Tumeona hapa yaliyotokea tarehe 29. Itakuwa ni ajabu Muislamu akawa anaunga mkono tarehe 9 eti watu wakaandamani eti wanadai haki. Sio Waislamu haki yetu hatudai hivyo. Tuna njia zetu za kudai haki sisi kama Waislamu. Hatudai kwa kuvunja amani sisi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alifanya mkataba unaitwa Sulhu Hudaybiyah na wasiokuwa Waislamu. Mkataba ulikuwa wa ajabu kabisa. Mtume anaingia na makafiri mkataba ule. Ilifika mahala Mtume anaambiwa kwenye mkataba kwamba watu wenu, yani watu wetu makafiri, watu wetu wanaweza kuja huko Madina, lakini nyinyi watu wenu hawaruhusi kuja Madina. Sawa? Mtume anasema sawa. Omar anamwambia, Mtume anamwambia Omar andika. Mtume mbona inakuwaje wao waje? Si andika. Mtume anakubali kuingia mkataba. Mtume anaambiwa bwana, nyinyi watu wenu, watu wetu wanaweza kuja kufanya biashara huko, lakini nyinyi hamwezi kuja kufanya biashara huko Maka. Umekubali? Nimekubali. Omar andika. Omar sasa Mtume anamwambia andika. Lakini Mtume alikuwa anajua kwamba hawa wananinyima haki yangu, lakini ipo njia ya kuipata hii haki. Ipo njia ya kuipata hii haki. Kwa hiyo sisi tunadai haki, lakini haki yetu hatudai katika mtindo wa kuvunja amani ya nchi. Kwa hiyo lazima ili mlielewe, kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki, lakini ndani yake kuna batili imejificha. Na naomba nieleweke. Naomba nieleweke. Mimi naunga mkono haki. Naunga mkono haki. Lakini approach ya kuitafuta haki kwa njia ya kuvunja amani, hiyo ndio siungi mkono. Hiyo tunatofautiana. Tunaachana hapo kwenye njia ya kwenda kuitafuta haki. Wakati wewe unaitafuta kwa njia ya kuvunja amani, mimi sikubaliani na wewe. Mimi ukiniambia niseme kuhusu habari ya afya, ufisadi kwa viongozi waache, ukiniambia mimi nitasema, nitawaambia viongozi. Lakini ukiniambia eti tunadai haki tuvunje amani, mimi sikubaliani na wewe. Not at all, impossible. Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa baadhi ya waumini wetu mnataka tuungane na wale watu wa nje kuongea yale wanayoyaongea wanavyotaka wao. Hatuwezi kuingia kwenye dema hilo. Hatuwezi kuingia. Hatuingii kwenye dema hilo. Yaani ili nyinyi mtuone sisi tuna akili mashehe zenu mpaka tukubaliane na wanavyotaka wale, haiwezekani. Iwapo mtakataa kuungana na sisi na kuelewa hiki tunachowaambia kwamba kalimatul haqi urida biha batil, wanajifanya wanahubiri haki, kumbe kuna agenda ya siri. Ikiwa mtuelewi basi, lakini sisi hatuwezi kuingia kwenye agenda ya wale kwa sababu ya kufit in kwenye cloud. Impossible, not at all. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa lengo la kufit in, eti kwa kuwa kwenye mtandao unatukanwa, si ucheshe chawa, si wewe hivi, si hivi sheubwabwa, una degree, una PhD. Kwa sababu nimekataa kufit in kwenye cloud ya mtazamo watu kama wale. Haiwezekani. Kwa hiyo na nyinyi Muislamu tunajaribu kuwa brainwash. Muelewe kuna agenda zipo ndani na nje ya nchi. Wale wa nje ya nchi na wa ndani ya nchi wanaungana kufanya sabotage kwenye taifa. Sasa hivi nchi inaelekea kwenye kipindi kigumu sana. Sana. Sisi wananchi tusipokuwa watu wa kuweza kuitetea nchi yetu, tusipokuwa watu wa kuweza kushauri na kumpa comfort kiongozi wa nchi namna gani aiendeshe nchi kwa sasa, tutakuwa ndio watu namba 1 tunaoshiriki kwenye kuibomoa nchi yetu. Kwa kipindi tulichokuwa nacho, sisi wananchi ndio wa kumpa comfort kiongozi wa nchi, sio mtu mwingine. Isiwe tena sio wananchi ndio tunaanza kwenda kueneza maneno, kufanya hivi, maandamano. Tunashindwa kumpa comfort kiongozi wa nchi na kupanga mipango. Tayari kuna maadui wa nje. Mkianza kumprovoke na ndani, huyu mama atakuwa anaiva kama mkate chini na juu. Juu kuna moto, chini kuna moto, nje kuna maadui, ndani kuna maadui. Anaijengaje nchi? Kuna agenda nyingi amezungumza, issue ya katiba. Maskini ya Mungu haikuwa sera yake, lakini kwa kuwa mmetaka na mnaona kuwa ni haki yenu, kasema ndani ya siku 100 issue ya katiba itashughulikiwa.
Siku 100 kwani nyingi? Si tumwache afanye kazi. Kuna ishu ya maridhiano, kuna mambo hayakwenda sawa, tukae chini tuongee. Wapi tumepatia, wapi tumekosea? Hatuwezi kushiriki kuendelea kuivunja nchi yetu, haiwezekani ndugu zangu. Ndio maana mashehe wanajaribu kuongea ili kila Muislamu aweze kujua nini kinaendelea ndani ya Tanzania. Mwisho nimalizie hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema la yuldahu almu'min min hujrin wahid marratayn. La yuldahu almu'min min hujrin wahidin marratayn. Muumini hawezi kung'atwa na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Muumini hawezi kung'atwa na nyoka kwenye shimo moja mara mbili, haiwezekani. Ikiwa tumeharibu tarehe 29 na tumeona aliyotokea mpaka tumeshindwa kuswali tarehe 29, mimi niko hapa baada ya asiri, naondoka chupu chupu nipigwe risasi njiani, nimefika nyumbani kwangu mimi sendo sina mguuni. Ijumaa nimekuja hapa, Ijumaa haikuswalika. Ni mashahidi, kuna watu walikuwa waliniona nimekuja hapa Ijumaa. Nimetoka nyumbani kwangu mimi nauli kutoka Tegeta mpaka hapa 40. Na kuja hapa Ijumaa hamna. Siwezi kukubali mimi kuumwa na nyoka shimo moja mara mbili. Yaani amani itoweke kwa sababu ya maslahi ya watu wengine. Haiwezekani muumini akaumwa na nyoka shimo moja mara mbili. Ikiwa tulikosea ile tarehe 29, hatuwezi kukosea tena. Tusikubali kuingia tena kwenye shimo la nyoka tukaumwa mara ya pili. Tusikubali. Ikiwa kuna Uislamu walishiriki kwenye yale mambo, afa Allahu amma salam, Mwenyezi Mungu ashasamea aliyopita. Lakini haya yanayopangwa safari hii, haya hayatakiwi Muislamu kuingia. Kuna maadui wa ndani na wa nje, whether unataka au hutaki. Lakini trust me, niamini kwamba kuna maadui wa ndani na wa nje ambao hawaitakii mema nchi yetu. Sasa hamasa iliyokuwepo sasa hivi ndani ya mitandao ni kuhamasisha habari ya tarehe 9, watu waingie kwenda kufanya maandamano. Alafu zinachukuliwa klipu za video zile za yaliyotokea tarehe 29 ndio zinatumika kwenye kuwatia watu uchungu na kuwaprovoke ili waingie kufanya maandamano. Kitu kibaya kabisa katika nchi. Sasa ukiwa kiongozi wa dini huwezi kuyafurahia haya. Sasa kuna mtu mwingine anataka ili uonekane wewe ndio kiongozi wa dini eti uanze kuyasifia haya. Yaani uone ndio sawa sawa tuko na kuandamana, kuwatukana viongozi wa nchi, kufanya hivi. Huyu ndio shehe huyu. Huwezi kuwa shehe hivyo. Mimi niko tayari hata kama nitabakia na kundi la watu 3 ambao wanaamini katika ideology hii ya kuilinda na kuitetea nchi yetu, kulikoni kuwa na kundi la watu 100 ambao wana lengo baya na nchi yetu. Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi madogo yaliweza kuyashinda makundi makubwa? Hata kama kutakuwa na kundi kubwa kule nje lina mpango wa kuiharibu nchi yetu, mimi siwezi kuungana nalo. Mtabakia katika mtazamo wangu ule tu. Kama kuna haki ninaidai, ipo njia sahihi ya kudai haki yangu niweze kuipata. Kama tulivyodai mahakama ya kadhi na tukaikosa, kama tulivyodai kujiunga OIC tukakosa, basi ndio njia zile tutaweza kutumia kudai na haki nyingine katika nchi. Nimalizie la mwisho. Sasa hivi kuna watu wanasema sisi bwana tutaandamana mpaka rais wa nchi atoke madarakani kwa sababu hatukumjua. Jamani, nchi hii kuna watu wamekwenda kupiga kura. Unajua kuna watu wanaona wao ndio wana haki na nchi hii peke yao. Na wale nao wanakwenda kupiga kura. Mnaweka fungu gani? Nyinyi hamumtaki kwa sababu hamkupiga kura. Sawa. Hamkupiga kura na wale waliopiga kura sio raia. Wale nao ni raia, wamemchagua wala kumchagua. Sasa kuna watu wao wenyewe hawakushiriki uchaguzi. Wanajaribu kuwakonvince watu wengine waingie kwenye ideology zao. Binafsi nasikitishwa kwa yaliyotokea tarehe 29, lakini sikubaliani na jambo la kupindua uongozi wa nchi. Kwa sababu wako watu walioshiriki kumchagua. Ikiwa wewe haukumchagua ni wewe, lakini kuna watu wamemchagua. Je, wale waliomchagua nao unaweka fungu? Ni Watanzania wale nao. Ni Watanzania wale. Unapoelezea jambo elezea kwa mtazamo wako. Usilazimishe wengine wafate mtazamo wako unaotaka wewe. Haiwezekani. Tunahubiri haki na uadilifu, lakini katika njia iliyokuwa sahihi ya kutokuvunja amani ya nchi.
Ujumbe wangu kwenu ndugu zangu Waislamu, kalimatul haqi urida biha batil. Neno limeandikwa haki, lakini ndani ya neno lile kuna batili imejificha ndani yake. Kuna hitaji umakini wa kupambanua ipi haki na ipi batili. Usipokuwa makini unaingia katika mkumbo wa kuingia kwenye agenda za watu, kwa sababu wanatafuta uungwaji mkono na watu waliokuwa wengi. Mob psychology. Wanatengeneza sympathy, wanatoa sympathy kwa raia, huruma kwa raia, waonekane kwamba wako sahihi, watimize agenda yao. Lini Wakatoliki wakawa na huruma na Waislamu katika nchi hii? Lini? Maana nisipolisema hili nitaumwa. Lini Wakatoliki wakawa na huruma na Waislamu wa nchi? Lini? Niambieni nyie, lini wakawa na huruma na Waislamu wa nchi? Mpaka leo tuungane nao mkono, sio haki 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 haki, tuungane nao mkono. Lini waliwahi kuwa na huruma na sisi? Lini? Walan tarda anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan adatul hasib, kamwe hawatakuwa radhi na sisi manasara na mayahudi, kamwe, mpaka tufuate wanavyotaka wao. Mwenyezi Mungu akisema lan, maana yake kamwe, never ever. Yaani usije ukakaa hapo ukaona Wakatoliki wao wanaongea haki, wale bwana wanaongea kweli, wale mapadri wa masufu wanaongea so kweli brother. Usiingie kwenye kopi. Hawajawahi wale kuwa pamoja na sisi na hawatakii mema, na kamwe hawatakuja kukaa tutakie mema sisi, kamwe. Ndio maana unaona tulikufa Mwembe Chai pale hawakuzungumza, kwa sababu walikaa kimya. Kwani sio watu wale waliokufa? Ilikuwa ni kalimatul haqi urida biha batil. Neno ni la haki, lakini ndani yake lina batil, imejificha, na Muislamu haumi na nyoka kwenye shimo moja mara mbili. Watu wanaandaa maandamano tarehe 9. Sisi kama Waislamu wajibu wetu ni kuyakemea haya na kuyapinga, kwa sababu hayana afya kwa taifa letu, kwa sababu tunaweza kupoteza amani ya nchi yetu. Sisi tuna vitu viwili tunavipata. Kwanza ni hurriyatu ta'abbud, tunapata uhuru wa kuabudu. Pakichafuka tunashindwa kuja misikitini. Lakini al-qudratu ala sa'i, tunapata uwezo wa kutoka na kutafuta riziki zetu, tunapata uwezo huo. Asilimia 90 ya Watanzania hawali mpaka watoke wakatafute. Leo pakichafuka hawa Tanzania maisha yao yatakuwa magumu sana. Kwa hiyo ndio maana tunajitahidi kuendelea kuwahamasisha watu wetu tusiingie kwenye mkumbo wa kwenda kuandamana, ili tutaendelea kulisema ila kiyama saa. Tusiingie kwenye mkumbo wa kwenda kuandamana, kwa sababu hauna afya na sisi. Lakini jambo la mwisho, tukiyasema haya, kuna baadhi ya watu wanaweza wakasema kwamba mashehe sasa wanatuingiza kwenye udini, tuingiza kwenye udini. Hakuna anayemuingiza mtu kwenye udini. Hakuna anayemuingiza mtu kwenye udini. Haya ni mambo yako wazi kabisa, ambapo kila mmoja, mtu mwenye akili timamu akiunganisha doti anajua kabisa kwamba kuna kitu gani kinaendelea. Sababu nyinyi hapa ni watu wazima, mnaelewa katika nchi iliyopita mpaka hii leo. Mnaelewa fika yaliyotokea mpaka leo, nani analeta udini katika nchi mnajua. Kwa hiyo hakuna shekhi anayeleta udini katika hili. Wala sitoke mtu akasema unajua mashekhi wanatuingiza kwenye udini. Siku zote katika nchi mkiona mashehe wanaongea, unajua kuna jambo. Kweni makini sana. Lakini wenzetu ndio mara nyingi wao huwa wanaanzisha mambo. Kwa hiyo mpaka mnaona mashehe hivyo wanabwata, wanaongea, unajua kuna vitu. Na mimi nawaambia na wapeni nimewasheni indicator hii, kwamba mpaka mnaona mashehe wanashashamaa, unajua kuna jambo. Kweni makini. Si bure tu mashehe huwa hawaungani hivi kuongea mambo, unajue kuna jambo. Kwa hiyo kuweni makini, wasikilizeni mashehe wenu wanachowaambia. Mashehe sio vilaza, usababu hawajui vitu, hawajui mambo, wanajua kila kinachoendelea katika nchi. Kwa hiyo wakiwaeleza jambo wanakuwa wanajua. Wanakuwa wanajua kwamba kuna nini kinaendelea, kuna kitu gani. Kwa hiyo wanakuwa wanajaribu kuwatahadharisha watu wao wasiingie katika agenda za wale wasiokuwa na nia njema na taifa hili. Kwa hiyo tunajaribu kuwaeleza haya, kuwa brainwash, ili msiingie katika agenda za watu. Lengo sio kuleta udini, lengo sio udini. Udini wanao wao wenzetu, si hatuna udini, wanao wao. Sababu ndio maana kila akiongoza Muislamu inakuwa shida. Kila akiongoza wao kimya, wala hakuna shida. Wao ndio wenye tabia hiyo, si hatuna. Lakini tunajaribu kuwaambia ili muelewe kwamba taifa lina maadui wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tuwe makini, tumpe comfort kiongozi wetu wa nchi aweze kufanya kazi yake kwa usahihi na aweze kuliongoza taifa hili kwa amani, na tuweze kusonga mbele. Afallahu amma salaf, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Ametoa dira, tunakwenda wapi? Kamati ya maridhiano itakuja, tulipokosea wapi?
tufanye nini, yote hayo yatazungumzwa, na kama mtu ana jambo lake atasema, taifa lisonge mbele, lakini tusishiriki kwenye kupindua serikali, tusiingie kwenye kopi hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.